ni huko nchini Tanzania, ambako katika maeneo mbalimbali ya taifa hilo hali inaripotiwa kuwa kimya, huku kiwingu cha wasiwasi kikigubika kufuatia dhamira ya wananchi ya kutaka kufanya maandamano kudai mabadiliko, hali iliyochochewa kwa kiasi kikubwa na uchaguzi uliomrudisha madarakani Rais Samia Suluhu Hassan Oktoba 29, uliofuatiwa na mauaji ya waandamanaji waliokuwa wakiupinga uchaguzi huo. Nakumbuka leo ni siku ya uhuru vile miaka 64 tangu Tanzania bara ijitawale yenyewe au Tanganyika. Tunajiunga na waandishi wetu kutoka Dar es Salaam, Arusha na Mwanza. Lakini tuanzie na huko Dar es Salaam, yuko Florence Majani. Florence, kama unanisikia vizuri, karibu sana na vizuri, tafadhali tueleze hali iko vipi katika mkoa wa Dar es Salaam? Nakusikia vizuri na kupata. Hali iko vipi Dar es Salaam? Unanipata vizuri Saumu? Tunakusikia Florence, hali iko vipi Dar es Salaam? Hali ya Dar es Salaam ya utulivu. Mitaa mingi mikubwa, barabara nyingi kubwa, Ali Hassan Mwinyi, Mandela Road, Sam Nujoma, zote zina watu. Kwa kifupi ni kwamba usafiri wa umma, shughuli ambazo zilikuwa zimepangwa, ambazo huwa mara nyingi zinafanyika kila siku, leo hazipo. Mitaa mingi ipo kimya, watu hawaonekani barabarani, lakini pia hata usafiri maarufu wa umma, bodaboda, nazo hazipo barabarani. Lakini kikubwa ambacho pia kimeonekana ni kuwepo kwa ulinzi wa vyombo vya usalama, polisi, kwa maana ya polisi wamesimama katika barabara kuu na wameweka kabisa vizuizi vyao, kwa maana ya kuna vile vibanda vya polisi ambavyo huwa wanakaa kama doria zao za kawaida, leo vimewekwa katikati ya barabara. Na magari ambayo yanataka kukatisha katika maeneo hayo, kwa mfano hii barabara kama ya kutokea Mandela Road, imezuiwa. Kwa hiyo barabara zote kubwa zina vizuizi vya polisi ambao wanarudisha magari na bodaboda zote. Maana yake ni kwamba vikosi vya usalama vinafanya ukaguzi wa kila anayetaka kuingia katikati ya jiji. Naam, vikosi vya usalama vinafanya ukaguzi, lakini pia vinazuia magari, kama nilivyosema, magari hayapiti. Kwa hiyo ina maana mawasiliano, kwa kifupi, ingawa waziri mkuu alitangaza kwamba watu wanaruhusiwa kutoka iwapo kuna dharura au labda kama kiongozi wako wa kazi amekuruhusu kufanya kutoka, lakini sivyo hivyo inavyoonekana, kwa maana ya kwamba sasa watu wote, magari yote yakionekana tu yanazuiwa, yanaonyeshewa ishara ya kurudi kule alikotoka, na unafanyika ukaguzi wa kina. Kwa mfano maeneo ya Chanika jijini Dar es Salaam, vizuizi vya polisi vimekuwa vikikagua watu, kuwauliza unakwenda wapi, unatoka wapi, na hapa unafanya nini, na ukionekana kwamba kuna hali ya wasiwasi, basi itaendelea kubaki pale na wengine wanarudishwa nyumbani. Kimsingi vyombo vya usalama vinataka watu wakae ndani zaidi, kusiwepo na mizunguko. Sawa. Asante sana Florence Majani kwa hali hiyo unayotueleza. Bila shaka kama unavyosema, hali ni ya ukimya na hakuna watu, na watu wanaojitokeza hivi sasa wanapitia ukaguzi, na magari vile yanazuiwa na kufanyiwa ukaguzi na vikosi vya usalama. Tutakusikiliza baadaye kujua kama kutajitokeza chochote, lakini hivi sasa nipe ruhusa nende huko Arusha kwake Veronica. Veronica, kama unatupata, na huko kwenu Arusha hali iko vipi? Ni utulivu kama Dar es Salaam au kuna hali ya kidogo mabadiliko? Inaweza ikawa haitofautiani sana hali na Dar es Salaam huko Arusha. Kwa mfano asubuhi nimepita katika baadhi ya mitaa, Njiro na mitaa mingine ambayo kwa kawaida inakuwa na watu wengi sana na shughuli nyingi zinaendelea. Kwa mfano mtaa wa Mbauda, mtaa wa Ngaramtoni, maeneo ya Ungani Mitedi na maeneo mengine, ninachokishuhudia tu ni kwamba barabara ziko tupu, hakuna magari, yawe ni binafsi ama ni umma, ni machache sana ambayo yanaonekana barabarani. Lakini usafiri wa umma kama alivyoeleza Florence kule Dar es Salaam, huko nako tunashuhudia hivyo. Nimeshuhudia tu vijana wachache ambao wanatembea na kuzunguka. Nimepata pia kupanda gari moja na vijana ambao wanajadili, nasikia mazungumzo yao. Lakini nimeona wanajeshi wengi zaidi kuliko askari wa polisi. Na kijana mmoja ambaye nimemsikia alikuwa anazungumza, anasema kwamba kilichotokea Oktoba 29 ni kwamba askari wa polisi walianza kuwashambulia vijana na vijana ndio wakawa wamechukia. Lakini sasa hivi tunaona wanajeshi ndio wengi zaidi kuliko askari wa polisi. Maana yake ni kwamba haya alitueleza Florence kwamba magari yanakaguliwa, na huko Arusha yanakaguliwa magari. Yanakaguliwa. Lakini kwa magari yote ambayo mimi nimepanda leo wanaokagua ni wanajeshi. Na sio askari wa polisi.
Na vijana ambao wamekaa kando na hiki kilichokuwa kinatajwa katika mitandao kwamba wataandamana, unafikiri ni kutokana na tamko ambalo limetolewa na serikali ndo wameogopa kutoka, au kuna kingine zaidi? Inaweza ikawa hivyo, lakini japo kuna baadhi tunazungumza nao wanasema kwamba haiwezi kutabirika, haitabiriki kwa sababu kwa uzoefu uliopita wa Oktoba 29 ni kwamba asubuhi na mida ile ya mwanzo ilionekana kama ni kawaida, lakini baadaye wakaja wakashtukiza. Kwa hiyo lolote linaweza likatokea, hatuwezi kusema chochote kwa sasa, lakini kilichopo tu sasa hivi ni kwamba pako shwari, kuna kinachoonekana kwamba ni tishio, na mitaa mingi inalindwa hasa na wanajeshi. Na hao vijana uliowataja ambao umewaonaona vijana wachache wanafanya nini hasa? Wanazunguka, wanazungumza, wanaangalia simu zao kuona nini ambacho kinawekwa kwenye mitandao, wapi labda pengine nini kinaonekana, na mazungumzo mengi karibu yote ambayo mimi nimeyasikia watu wanazungumzia siku ya leo, na kama kuna sehemu yoyote ambapo maandamano yameanza. Hakuna kitu kingine ambacho kinazungumzwa na vijana. Asante Veronica Natalis, tutakuja kwako baadaye tena pengine katika matangazo yetu ya hapo baadaye ikiwa hali itabadilika. Hivi sasa nije kwako Dr. Bulendu, kama unatusikia hapo Mwanza. Hali ya Dar es Salaam na Arusha inaonyesha sio tofauti sana. Huko Mwanza hali ikoje? Saumu, hapa Mwanza hali imekuwa ni ile ile kama ilivyo Dar es Salaam na Arusha. Deutsche Welle imejaribu kuzunguka katika maeneo mengi hapa jijini Mwanza kuanzia nyakati za asubuhi. Ilianzia eneo la Nyegezi kuja mjini Usagara, kuja katikati ya jiji la Mwanza, Kisesa kuja jiji la Mwanza, na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwanza kuja katikati ya jiji la Mwanza. Kilichoshuhudiwa ni idadi ndogo kabisa ya watu iko barabarani. Shughuli nyingi zimesimama hii leo Mwanza, biashara zimefungwa, usafiri wa umma haupo kabisa katika baadhi ya maeneo mengi hapa jijini Mwanza, huku kinachoonekana ni pikipiki chache zikiwa barabarani katika eneo hili, maeneo mengi hapa jijini Mwanza. Saumu. Na Veronica alitaja kwamba kwa Arusha hali haiwezi kutabirika, na hapo Mwanza ni mojawapo ya maeneo ambapo Oktoba 29 hali nayo ilikuwa inatajwa kidogo imechafuka. Sijui kwa mara hii unaweza kusema kwamba huko nako hali haiwezi kutabirika? Kuna ulinzi mkali kuanzia maeneo yote ambayo yalipata madhira katika siku ya uchaguzi tarehe 29, 30 na 31, huku vikosi vya jeshi la polisi na jeshi la ulinzi vikiwa viko mabarabarani, tofauti na ilivyokuwa tarehe 29. Safari hii Mwanza, jeshi la wananchi Tanzania pamoja na jeshi la polisi kwa umoja wao wamekusanyika, wako mitaani wakiwa wanaimarisha ulinzi, na hii inaonyesha kwamba inawezekana hii leo kukawa kuna hali ya utulivu mpaka nyakati za jioni, kwa sababu watu hawajatoka wala biashara nyingi hazijafunguliwa. Eneo pekee ambalo Deutsche Welle limeshuhudia angalau watu wametoka na wanafanya angalau shughuli ndogo ndogo ni eneo la Kishiri ambalo liko Nyamagana hapa katika jiji la Mwanza. Angalau inaona tukushukuru Dr. Bulendu kwa hayo uliotufahamisha kutoka huko Mwanza. Msikilizaji, walikuwa ni waandishi wetu Florence Majani, Veronica Natalis na Dr. Bulendu katika maeneo mbalimbali ya Tanzania.